Naitwa Mwalimu Anthony Mtewe, ni afisa elimu mkoa wa Geita. Tumeanza zoezi la uandikishaji ambapo kila mwaka tumekuwa tukifanya zoezi hili la uandikishaji wa wanafunzi wanaoanza, wanafunzi wa awali pamoja na wanafunzi wa darasa la kwanza mwezi Septemba. Ili inapofika mwezi Januari, wanafunzi hao waweze kuanza masomo bila kusubiri zile tarehe za kufungua shule na muhula unavyoanza. Sasa kwa mwaka huu zoezi hili limeanza kwa kusuasua kidogo kutokana na mambo mbalimbali ambayo wazazi na jamii wamekuwa wakikumbana nayo, lakini zoezi linaendelea vizuri na tumeendelea kuandikisha kwa maana ya wale wanafunzi wa awali na wale wanafunzi wa darasa la kwanza. Hadi sasa hivi tumeweza kuwa na uandikishaji wa 27% kwa wanafunzi wa awali, lakini tumekuwa na 33% kwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Kwa wanafunzi wa awali tulitegemea tuandikishe wanafunzi 79,934, lakini hadi sasa tumeandikisha wanafunzi 21,954, sawa na 27% ya uandikishaji. Na wale wanafunzi wa darasa la kwanza tulitegemea tuandikishe wanafunzi 103,176, na mpaka sasa hivi tumeandikisha wanafunzi 34,007. Jumla hii inafanya kuwa 33% ya uandikishaji. Wito wangu kwa wazazi ni kwamba kwa kuwa muhula huu unaanza mapema mwezi Januari tarehe 12 mwezi wa kwanza 2026, basi waweze kuwapeleka watoto shuleni wawaandikishe ili waweze kupata zile fursa za kuanza masomo haraka iwezekanavyo pale shule zinapofunguliwa. Tofauti na hapo, basi unakuta uandikishaji unaendelea wakati wanafunzi wengine wanaendelea kufundishwa kiasi kwamba wanaachwa nyuma na walimu wanaendelea kuwafundisha wale waliopo shuleni bila kusubiri wale ambao hawajaandikishwa. Kwa hiyo mwito wangu kwa wananchi, mwito wangu kwa wazazi pamoja na jamii nzima, tutumie fursa hii na kipindi hiki cha sikukuu kuhakikisha kwamba tunawaandikisha watoto hawa ili basi inapofungua shule tarehe 12 mwezi wa kwanza wanafunzi wote wawe wameanza masomo kwa kadri ambavyo mihula inaanza na kwa kadri ambavyo tulikuwa tunatarajia wanafunzi hao waanze kusoma. Uandikishaji kwa maana ya halmashauri mpaka sasa hivi kwa wanafunzi wa awali, halmashauri ya Bukombe imeandikisha kwa 31%, wanafunzi 2,466. Chato wameandikisha kwa wanafunzi kwa 21%, wanafunzi 2,905. Lakini Geita DC wameandikisha wanafunzi 4,206 sawa na 27%. Geita Manispaa wameandikisha wanafunzi 897 sawa na 18%. Na Mbogwe wameandikisha wanafunzi 5,548, 1,080 sawa na 10%. Na Nyang'hwale wameandikisha wanafunzi 5,368 sawa na 73%. Lakini kwa wanafunzi wa darasa la kwanza utakuta uandikishaji kwa halmashauri Bukombe wameandikisha kwa 44%. Hii ni jumla ya wanafunzi 4,619. Chato wameandikisha wanafunzi 4,262 sawa na 23%. Na Geita DC wameandikisha wanafunzi 14,565 sawa na 35%. Mbogwe wameandikisha wanafunzi 1,302 sawa na 10%. Na Manispaa wameandikisha wanafunzi 2,720 sawa na 22%. Na Nyang'hwale wameandikisha wanafunzi 6,539 sawa na 87%. Uandikishaji huu wa wanafunzi wa darasa la kwanza kimsingi, hawa wanafunzi tunao, hamasa tu haijatolewa na wananchi na wazazi, lakini wanafunzi hawa tunao kwa sababu ni wale wanafunzi waliokuwa wanafunzi wa darasa la awali kwa mwaka 2025 ambao tunategemea sasa 2026 wanaandikishwa darasa la kwanza. Sasa kimsingi hatuwezi kuwachukua moja kwa moja kwamba ndio wale waliokuwa wanasoma basi wameshaandikishwa, hapana. Mzazi ana uwezo wa kumhamisha kutoka kwenye shule moja kwenda kwenye shule nyingine kulingana na umbali na mapendeleo ya mzazi au mlezi.
Kwa hivyo tunapenda sana waandikishe wazazi kutokana na vile ambavyo watajisikia kwamba waandikishe kwenye shule zipi za kusoma. Lakini kimsingi wanafunzi hao wa darasa la kwanza tunao tayari, ndio wale ambao walikuwa darasa la awali mwaka 2025. Kwa hiyo tunacho confirm hapa ni shule gani anaenda huyu mtoto, ndicho tunachosubiri sasa ili tuweze kuwa na asilimia sahihi kwenye shule husika na kwenye maeneo husika. Kwa hiyo zoezi la uandikishaji linatarajiwa kukamilika lini? Zoezi la uandikishaji kwa mujibu wa sera ya elimu huwa linakoma tarehe 31 Machi tarehe 31 Machi kila mwaka. Kwa hivyo huwa hatupendi sasa wanafunzi waendelee kuandikishwa kuanzia Januari shule zikifungua mpaka tarehe 31 Machi, kwa sababu watapishana na wenzao katika upokeaji wa ufundishwaji kule shuleni, kwamba wenzao watakuwa wameshaanza kufundishwa na wengine wanaendelea kusubiri. Kwa hiyo tunawahimiza sana wazazi wasisubiri ile tarehe ya mwisho ya tarehe 31 Machi, badala yake waandikishe sasa ili watoto hao waweze kwenda vizuri na coverage ya kufundishwa kwa kadri ambavyo mihula inaenda, na zile siku za kufundishwa zile 194 basi wanafunzi hao waweze kufundishwa kikamilifu kwa siku 194.